mashabiki wa Simba kama mtu aliyefiwa achi kulia. Hawajaridhishwa na maamuzi, kwa hiyo huwezi kufurahi. Hawajapenda mchakato wa maamuzi, huwezi kufurahi. Hawakupenda madai ya wenzao yaliyoleta matokeo ya maamuzi, hawezi kufurahi. Sasa unatofautisha na mtu aliyefiwa anaachaje kulia? Kama unaona mchakato wa maamuzi hujafurahi, mwenendo wa maamuzi haijakufurahisha, kinachoendelea hujakipenda, ndio maana wanalalamika. Sasa swala sio kulalamika. Malalamiko yao juu ya maamuzi hayawezi kubadilisha uamuzi. Hivyo wakati mwingine ni kama kujiongezea maumivu, wakati huo unahitajika kujipoza. Nadhani kuendelea kulalamika, kushinikiza maamuzi mengine tofauti na haya hayawezi kuondoka kwenye hisia yao, lakini hayawezi kuwa halisia kwa sasa, kwa sababu hata hao ambao walipelekea matatizo haya yatokee wameshaadhibiwa kwa makosa ambayo waliyafanya. Kumekuwa maneno mengi lakini yanakosa uhalisia. Tulikuwa tukisema kwenye mpira wetu makosa yako wazi, viongozi hawawajibiki, mwisho wa siku wanaadhibiwa kwa kutokuwajibika. Na tuliwaonya mwanzo kwamba hawa mwisho wa siku watakuja kuwajibika kwa kulazimishwa, kwa sababu hawataka kuwajibika kwa utaratibu. Sasa kama unaweza kupigiwa simu tukairisha mechi kwa sababu mpigiwa na simu kutoka juu, maana wewe ni mtu ambaye unaongozwa, sio unaongoza. Sasa unaweza kuairisha mechi ukiambia kanuni ni ipi? Unaongoza. Na shida imekuja unapanga mechi, mgogoro haujaisha, maana unalazimisha kwa mabavu.